Ni wachache wetu ambao wanaweza kukumbuka kwamba ipo siku tutakuwa wazee. Inabidi sangile tunyamaze kimya tu, kwa sababu unaona kwamba hata serikali sangile kijana anaweza kufanya kosa kama hilo. Wazee ni kundi moja muhimu sana na limesaulika sana kwenye jamii yetu. Pengine tunapaswa kulitambua hilo. Je, unafahamu changamoto zinazowakumba wazee wetu? Ungana na mimi, Director Commando Mr. Kam wa Kam TV Tanzania. Twende tukazijue changamoto wanazokutana nazo wazee wetu. Karibu. Karibu sana afisa ustawi. Asante. Mimi kwa majina ninaitwa Tommy Kisimbeye, ni mkuu wa kitengo cha ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Mbulu. Nimefurahi kujumuika na nyinyi siku hii ya leo mahususi kabisa kuizungumzia siku ya kupinga vitendo vya kikatili dhidi ya wazee. Ikumbuke siku hii ilianzishwa maalum kabisa kwa lengo la kuelewa au kujua au ni vitendo vipi vya kinyanyasaji ambavyo wamekuwa wakifanyiwa wazee, vitendo vya ukatili ambavyo wamekuwa wakifanyiwa wazee. Mzee, karibu sana. Asante. Ndio. Mimi kwa jina naitwa Omari Hussein Ramadhani. Ni mkazi wa hapa Mbulu. Na ni mzee wa miaka kama 77. Asante sana. Kwa kweli nafurahi kututembelea hapa afisa ustawi wa jamii kwa hivi. Kwa majina mimi naitwa Ria Sultani Emedi. Mimi ni mkazi wa Mbulu mjini. Na shukuru sana kuja kututembelea sisi na kujua changamoto za wazee ndio hapa kwetu. Tungepata kwanza picha ya namna gani ambavyo hii siku inavyoadhimishwa, lakini pia vitendo vyenyewe vya ukatili katika kundi hili, alafu turudi pia kwa wazee wetu tuone namna gani na wao wanazungumzia nini kuhusiana na vitendo hivi vya ukatili pengine vimesaulika. Karibu sana. Kitengo cha ustawi wa jamii ukizungumzia kati ya makundi matano au nguzo tano, moja ambao wanaisimamia vizuri zaidi ni nguzo ya wazee au kundi la wazee. Lakini pia vile vile hii siku katika kuelimisha imelenga kukuza uchumi wa mzee. Na hapa katika swala la uchumi tunazungumzia nini? Tunazungumzia hasa kuwajali wazee hasa katika masuala yao ya pensheni, waweze kupewa, lakini wazee waweze kusaidiwa pia juu ya masuala yao ya kilimo na vitu mbalimbali ambavyo walikuwa wamevianzisha. Sasa ni namna ipi ambao wao binafsi wanaweza wakaviendeleza, lakini pia kukuza misingi na heshima ambayo tayari wazee wetu wamekuwa wakiandaa tokea muda mrefu. Tunaamini sehemu yoyote kukiwa kuna mzee, basi hilo jambo ambalo mnalifanya linakuwa lina baraka zaidi. Tumekuwa tukipata kesi mbalimbali ambazo zinahusiana na hivyo vitu. Nakuta mzee amekuja kuripoti ofisini kwamba mimi mke wangu amenikimbia, na amenikimbia ameenda kwa watoto wake. Hivi mimi ninahudumiwa na nani katika huo umri? Unapopata kesi ya namna hiyo unaweza ukaichukulia kawaida, sema sasa mzee, kwani wewe huwezi kula? Unakula au unasema nakula, lakini bado unajua kuna ile faraja ambayo mzee anahitaji. Furaha ya mzee siku zote akiona kama watoto wanavyocheza, mke yuko pale, mifugo iko vizuri, analima kidogo, hiyo ndo furaha siku zote ya mzee. Akiona basi maisha yake yanakuwa burudani kabisa. Lakini hivyo vitu vikikosekana, basi ndo huo ukatili unakuja wa kihisia mzee anapata, lakini pia wa kimwili. Mzee anaweza akapigwa, yupo kwa kuwa hana zile nguvu kama alivyokuwa kijana. Kwa hiyo kwa namna yoyote ule unakuta kijana yupo huko amelewa, amekuja nyumbani anampiga. Wengine wanaweza wakaona ni vitu vya ajabu, lakini ndugu watazamaji mnaotutazama, hivi vitu vinatokea. Wazee wetu wanapigwa sana vijana. Unakuta mzee amejitunzia fedha zake vizuri, yani yuko vizuri, hamsumbui mtu, lakini ana kijana wake mmoja ambaye ni ana utovu wa nidhamu, anajua mzee ana hela, mzee nipe fedha,
akimkatalia kumpatia kiasi anachokitaka anampiga, na wakati mwingine anamuibia zile hela au anamchukulia. Huyo ni ukatili mojawapo, na haimaanishi unatoka mbali, ni watu wa karibu hapo hapo. Sasa mzee atafanyaje akimwangalia huyu, mimi ni kijana wangu lakini ananifanyia hivi vitu? Kwa hiyo tunasimama ili kuweza kuvipinga hivyo vitendo vya kikatili.